كلام السلف، علم نافع ومنهج واضح. كلام السلف pamoja na wema. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى، لكم تكيا صلاة سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. leo ikiwa na tarehe 12 katika mwezi wa Safar, mfunguo 5 mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 6 Agosti mwezi wa 8 mwaka 2025 miladia. Tunaanza tena kitabu hichi rasmi, ambacho kitabu hichi tuliwahi kukisoma na kukifanyia muraja huko nyuma, lakini darasa zake kuwa hazirekodi. Kwa hiyo kwa mnasaba huu, baada ya kumaliza kile kitabu Mudhakkiratu Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya lighayri natiqin biha, ambacho alikiandika Sheikh Yusuf Hamza rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu, tukaonelea bora zaidi baada ya kitabu kile katika mambo haya ya lugha tusome durusi hii nyingine ambayo inaitwa Durusul Lughati al-Arabiyya li ghairi natiqin biha. Kama ile wakati mudhakira inaitwa Durusul Lughati al-Arabiyya li ghairi natiqin biha, lakini ambayo inafundishwa katika nini? Al-Jami'atul Islamiyya, inafundishwa Madina, Madina Islamic University. Ukiingia pale mwaka wa kwanza, kama lugha ya Kiarabu huko vizuri, mwaka mzima unafundishwa kitabu hichi. Hata ukitoka na kwa huko vizuri, sasa unaingizwa katika imma thanawiyya au kulliyati hizi, kulliyatul hadith au kulliyatul sharia na nyinginezo. Unapigwa msasa mwaka mzima kupitia kitabu hichi. Kitabu kizuri sana, kama utakipatiliza basi sehemu kubwa ya nahwu na sarf, kadhalika na usulubu wa lugha na masuala ya al-mufradat, maneno moja moja wanaita Kiingereza vocabulary, sehemu kubwa itakuwa umeshajua. Hata lugha yenyewe ya kuzungumza itakuwa sehemu kubwa umeshajua lugha ya Kiarabu. Kitabu kimeandikwa na Dr. Abdurrahim, ambacho baadhi ya chapa kiko juzu 4 kwa pamoja na baadhi ya chapa iko juzu 3, na baadhi ya chapa iko juzu 4 tofauti. Kwa hiyo maana kuna chapa tofauti. Kwa sisi tutaanza kabisa mwanzo, ambapo ni ad-darsul awwal, darasa ya kwanza katika al-juzul awwal, juzuu ya mwanzo, juzuu ya kwanza, darasa ya kwanza. Tunaanza leo biidhnillah karim katika safari hii, sababu si kitabu kidogo, kitabu kikubwa, juzuu 4 sio ndogo, lakini kwa uwezo wake Allah tunamuomba Allah at-tawfiq was-sadad, kadhalika wath-thabat wal-ikhlas. Kwa hiyo hapo anaanza bismillahir rahmanir rahim. Baadhi ya chapa nyingine ina mukaddima, lakini nyingine hazina mukaddima. Kwa sisi tutatumia hizo ambazo hazina mukaddima. Ameanza tu ad-darsul awwal,
darasa ya mwanzo. Akaika hadha. Hii hadha ni ismu isharati, ni jina la kuashiria, ni jina la kuashiria, lakini lilmufradi, ya kitu kimoja. Kwa yeye kuandika, kwa maana mimi nikizungumza unaandikia wewe, andika, muhimu sana. Kwa ni ismu isharati, ni jina la kuashiria, lilmufradi, ya kitu kimoja, almudhakkari, chenye sifa ya kiume, alqaribi, ambacho kiko karibu. Umefahamika? Tena ongezea alaqil, chenye akili. Kadhalika vile vile wa ghairi alaqil, na ambacho hakina akili pia inatumia jina hili hadha, yani ismu ishara hili. Imeeleka? Kwa hiyo hadha ni jina la kuashiria kwa kitu kimoja ambacho chenye sifa ya kiume, tena kiko karibu, chenye akili. Kisha baadaye kuna kitu hicho kinachoashiriwa kinaitwa al-musharu ilayhi. Mathalan yeye ameweka hapa hadha baitun, hii ni nyumba. Hadha tunasema ni ismu ishara, ismu isharati lilmufradi almudhakkari alqarib alaqil, kadhalika wa ghairi alaqil. Na hii baitun ndo al-musharu ilayhi, kitu ambacho kinaashiriwa kwake. Kwa ina maana hadha katika lugha ya Kiarabu ni jina ambalo linatumika kuashiria kitu ambacho ni kimoja, ambacho kiko karibu, chenye akili. Temu nyingine pia ambacho hakina akili. Mfano hadha baitun, nyumba hina akili, hii ni nyumba. Hadha masjidu, huu ni msikiti, katika kitabu ameandika na picha anaweka hapo. Hadha babun, huu ni mlango. Hadha kitabun, hichi ni kitabu. Kwa maana ukiangalia vote ni vitu viko karibu, tunaviona, vina sifa ya kiume, kadhalika ni vitu kimoja kimoja. Imeleka? Na viko ambavyo havina akili, na atataja kwa mbele ambavyo vina akili. Mfano kusema hadha rajulun, huyo ni mtu. Imeleka? Kwa hii inatumika kuashiria kitu. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Na hapa kuna tambii, hii inaitwa qalamun, kalamu kwa lugha ya nini? Kiarabu. Wala usivute useme qalamun ukivuta lamu, itakuwa ni makosa. Bila biduni almaddi, basi anakuvuta useme hadha qalamun, hii ni kalamu. Hadha miftahun, huu ni ufunguo. Hadha maktabun, hii nini? Maktab nasema ni meza au deski, wengine wanaita hivyo, meza ile ambayo ina madro chini yake, kama hivyo kwenye picha nyingine. Hadha sariru, hichi ni kitanda. Hadha kursiyun, hichi ni kiti. Ma hadha, akiweka katika mada nyingine. Kwa baada ya hadha tumesema nini? Ni ismu isharati, jina la kuashiria, lilmufradi, kwa kitu kimoja, almudhakkar, chenye sifa ya kiume, alqaribi, ambacho kiko wapi? Karibu, alaqil, ambacho kina nini? Kina akili. Temu nyingine wa ghairi alaqil, na ambacho hakina akili. Hasa inaingia katika mada nyingine. Mada nyingine kuna ma. Sasa ma ni nini? Ma hii ni ismu istifhamin. Ismu istifhamin ni jina la kuulizia kitu, lakini li ghairi alaqili, ambacho hakina akili. Andikia, maana yake andika. Tutakuja kuuliza inshallah katika darasa linalokuja. Tunapatiliza, tunasoma lugha ya Kiarabu, lakini kama tunasoma nahwi, yani tunajenga msingi mzuri, foundation, yani al-asl, kwa sababu maabunia bighairi asli, ambacho kinajengwa pasina na foundation, basi itakuwa jengo lake ni fasi, ni lenye kuharibika. Mabuni ala alfasid fahuwa fasid,
kile ambacho kinajengwa juu ya kitu ambacho kimeharibika, ni foundation yake ni mbaya, ni mbovu, pia kitakachokuja juu nacho itakuwa ni chenye kuharibika. Lazima tuweke msingi mzuri. Kwa ma ni ismu istifhami. Ismu istifhami ni jina la kuulizia, li ghairi al-aqili, kwa kitu ambacho hakina akili. Mfano ma hadha, unaulizia mfano meza nini hii, kwa sababu hakina akili. Hata msikiti, ma hadha, nini hii, nini huu. Ndio hapa akasema ma hadha, nini hii, akaambwa hadha baitu, hii ni nyumba, kwa sababu nyumba haina akili. Usije ukachanganya hadha ni ismu ishara. Hii maana kusudia maana yake ni ismun au ismu istifhami, ni jina la kuulizia, li ghairi al-aqili, kwa kitu ambacho hakina akili. Kisha kuna kitu kingine hapo, ahadha baitun. Kuna nini sasa? Ameongezea nini hapo? Hamza. Inaitwa hamzatul istifhami, nayo hamza ya kuulizia, hamzatul istifhami, hamza ya kuulizia. Na hii inapokuja mbele yake lazima utumie harfu ya jawab ambao ni nini? Naam, ndio, au la. Maana yake hapana, lazima utumie naam au la. Maana yake mbele lazima ije harfu, herufi ambayo jawabu ni naam au la. Imeleta. Kwa hii ni hamzatul istifham. Ahadha baitu, je hii ni nyumba? Asema naam, ndio. Na kisha ukiangalia pana koma, lazima uweke koma baada ya jawabu la au naam, lazima uweke koma ambayo inaitwa fasl, kipambanuzi, yani koma hiyo. Naam, ndio. Hadha baitun, hii ni nyumba. Ma hadha, nini hii? Hadha qamisun, hii ni kanzu. Waweza kusema pia qamis inatumika kwa t-shirt, maana wengine wanaita t-shirt. Ahadha sarirun, je hichi ni kiti? La, hapana. Naona kisha ikaeka koma fasli, kipambanuzi. La, hapana. Hadha kursiyun, hichi ni kiti. Ahadha miftahun, je huu ni ufunguo? Asema la, hapana. Hadha qalam, hii ni kalamu. Ma hadha, nini hichi? Akasema hadha najmun, hii ni nyota. Kwa maana darasa hapo imeshamaliza. Anaingia katika tamarin, mazoezi. Tamrinun, zoezi la kwanza, tamrinul awwal. Tamrinun awwal au at-tamrinul awwal, mazoezi ya kwanza. Ma hadha, nini hichi? Naam, jawabu kwenu. Naam, ma hadha. Hadha miftahun. Naam, barakallahu fikum. Ma hadha, nini hichi? Naam, hadha kitabun. Barakallahu fikum. Ma hadha, nini hichi? Hadha qalamun. Ma hadha? Hadha babun. Ma hadha, nini hichi? Hadha baitun. Barakallahu fikum. Ma hadha? Hadha kursiyun. Kwa hiyo imaliza tamrin thani au at-tamrin athani, mazoezi ya pili. Ahadha baitun? Naam. Naam, ana maana hapa hadha baitu, auliza je hii ni nyumba? Jawabu na maana lazima utumie harfi ya naam au la, uweke fasl. Akhi hapo kajibu akasema la, hapana, kisha kuna faslu. Hadha masjidun, huu ni msikiti. Ahadha miftahun? Imam. La. Hadha qalam. Barakallahu fikum. Ahadha qamisun? Naam, hadha qamisun. Ahadha najmun? Abul Qasim. Naam, hadha najmun. Tamrinun, mazoezi ambayo ni thalith au at-tamrinu thalith, mazoezi ya tatu. Iqra waktub,
soma na uandike. Kuandika utakuwa na kuandika nyumbani, itakuwa ni amalul manzil, homework. Tena tuandike ili tupate mazoezi ya uandishi, tusifanye uvivu. Kesho nikija uniletee daftari lako sehemu ulioandika, unionyeshe, sababu bila hivyo hatuwezi kufanikiwa. Kwa kesho ukija uje na daftari ambalo ndani yake kuna maandishi haya, tuandike tupate mazoezi ya kuandika. Kisha sema usome. Naam. Hadha maktabun. Hadha masjidun. Hadha qalamun. Hadha sarirun. Anasema ma hadha. Hadha kursiyun. Nyingine hadha baitun. Jibu kabisa. La hadha masjid. Ma hadha miftahun. Imeleka. Kwa hiyo maana hapa unapata mazoezi. Baadhi ya chapa nyingine ya vitabu haya mazoezi hawajatia shakli, yani ni ghairu mushakkala au ghairu mashkula, hazina shakli, yani hazina fatha kasra wala dhamma. Kwa sababu gani? Anakupa hii mazoezi ili ujue sehemu ambayo hakuna shakli uweza kufanya nini, unaweza kusoma. Baadhi ya vitabu umetia shakli, lakini bora zaidi ni vile ambavyo havina shakli katika mazoezi na kusudia. Kisha man hadha, nani huyo? Hii ni topic nyingine, imeleka. Hii ni mada nyingine ambayo tutaanza kuisoma kesho insha Allahu taala, ambapo anaingia kitu kingine kinaitwa man. Tutakuja kuona man ni nini, lakini leo inatakiwa ijulikane na ihifadhiwe kwanza. Hadha tumesema ni nini? Tumesema ni ismu ishara lilmufrad almudhakkar alqarib alaqil wa ghairi alaqil. Kadhalika tuhifadhi ma samani ismu istifhami lighairi alaqil. Kadhalika kuna tumesoma nini? Hamzatul istifhami ahadha baitun, tukasema jawabu lake inakuwa na harfu gani? Harfu ya naam au la, ambapo kuna fasl. Sasa kesho tutakuja kuingia man hadha. Kwa haya yote tuliyosoma leo, kesho kabla ya darasa tutakuwa tunaulizana. Pia tunaangalia madaftari, nani aliandika. Bila hivyo itakuwa hatuendi. Kwa hiyo tutafikia hapa, tutakuja kuendelea kesho insha Allahu taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta